الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي خلق الخلق فأحصاهم عددا، الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا ندى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله شمس الدجى، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان ثم اهتدى. ما بعد، إخوة والأخوات، بعدكم محمدي الله سبحانه وتعالى لكم تكيا رحمة أمان متوم محمد صلى الله عليه وسلم، انطلاقا من قوله تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق الله السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. Surah At-Tauba aya 36. Allah subhanahu wa ta'ala ikizungumzia mwaka mzima una miezi 12. Inna iddatash shuhuri inda Allah 12 shahran fi kitabillah, mahisabu yanayopatikana katika mwaka, Mwenyezi Mungu anasema ina miezi 12. Mwaka kuna miezi 12, lakini miezi 12 hiyo Mwenyezi Mungu akasema minha 4 hurum, ndani yake kuna miezi 4. Akasema dhalika dinul qayyim, yani hiyo ndio dini ambayo imesimama sawa. Fala tadhlimu fihi anfusakum, basi msidhulumu nafsi zenu katika miezi 4 hiyo. Waqatilul mushrikina kaffa kama yuqatilunakum kaffa, mpambane na mpigane na washirikina kwa pamoja kama wanavyokupigeni kwa pamoja. Wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin. Qala Imam al-Qurtubi rahmatullahi alayhi: khassa Allahu ta'ala al-ashhur al-huruma bi-dhikri. Allah ameitaja al-ashhur al-huruma bi-dhikri, ameitaja miezi mitukufu wana anidh-dhulmi fiha tashrifan laha, akakataza kudhulumu, kufanya machafu kwa sababu ya utukufu wake. Wa inkara mina manhiyu fi kulli zamani, pamoja kwamba machafu yamekatazwa miezi yote. Wa ala hadha akthar ahli tawil, ay la tadhlimu fi 4 ashhur al-hurum anfusakum, sidhulumu nafsi zenu katika miezi 4 hiyo. Waruya ibn Abbas qala fala tadhlimu fihinna anfusakum fi 12, kwamba inarudi katika mwaka mzima. Lakini wal ilmu indallah, ukiangalia kwa baadhi wanaozuona wamepelekea kwamba msidhulumu nafsi zenu katika miezi 4 hiyo kwa sababu ina utukufu zaidi, au la tadhlimu fi anfusakum yaudu al-12 shahra, kama wanaosema baadhi wanaochuoni kwamba inarudi katika hiyo miezi 12. Mwezi wa mfungo 4 ni katika miezi mitukufu, na mwezi wa mfungo 4 ni mwezi wa kwanza katika kalenda ya Kiislamu. Tunahesabu ni mwaka mpya, na ndio maana tutazungumzia baadhi ya mambo ambayo itakiwa mwaka mpya wa Kiislamu uweje. Muislamu anapopokea mwezi wa mfungo 4 atambue kwenye kalenda yake ameanza na mwaka mpya. Watukufu wasikilizaji pamoja na watazamaji, tunapozungumzia kalenda ya Kiislamu, kalenda ya Kiislamu imepangiliwa katika utaratibu wa ajabu sana. Tunakuta mwezi wa 12 ambao ni mwezi wa mfungo 3 katika mahesabu yetu, unakuwa mwezi huu ndio mwezi wa 12 ambao unamalizikia mwaka huo kwa mwezi mtukufu Dhulhijja. Mwezi wa mfungo 3 ni katika ile miezi ambayo ni miezi mitukufu, lakini vile vile tunauanza mwaka na mwezi wa Muharram ambao umekuja katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kama tutakavyoisoma: wa shahrullahi al-muharram, na mwezi wa Allah, mwezi wa mfungo 4. Bimaana tunamalizia mwaka wetu uliopita ambao ni mwezi wa 12, mwezi wa mfungo 3 kwa mwezi mtukufu,
na tunafungua mwaka na mwezi mtukufu. Pamoja kwamba kuna faida nyingi, mojawapo ni mwanadamu amalize mwaka wake kwa kufanya matendo mema, kwa sababu mwezi wa mfungo tatu na masiku 10 yale ambayo yana utukufu na ubora mkubwa, ambao mtu anafutiwa madhambi mengi sana ambayo ameyafanya katika mwaka ule. Lakini vile vile anauanza mwaka mpya na mwezi mtukufu, ili pia iwe ni mwezi wa kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kuwekeza na kufanya mema mbalimbali. Imekuja hadithi fi sahihaini min hadithi Abi Bakra radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam khataba fi hajjatihi faqala, Mtume wa Mwenyezi Mungu alayhi salatu wasalam alitoa hutuba yake katika kipindi chake. Faqala inna az-zamana qad istadara ka hayatihi yawma khalaqa Allahu as-samawati wal ardh, vipindi vinageuka, vinabadilika kama vile Mwenyezi Mungu alivyokuwa kaumba mbingu na ardhi, vinakwenda na kurudi. As-sana 12 shahran, mwaka una miezi 12. Minha arba'atun hurum, ndani yake kuna miezi 4 mitukufu. 3 mutawaliyatu, miezi 3 imefuatana, nao ni Dhulqaada, mwezi wa mfungo pili, ambao katika kalenda ya Kiislamu tunasema ni mwezi wa 11. Wa Dhulhijja, na mwezi wa mfungo tatu ambao kwenye kalenda ya Kiislamu ni mwezi wa 12. Wal Muharram, na mwezi wa Muharram. Wa Rajab, na mwezi wa Rajab ambao umetajwa baina Jumada wa Shaaban. Hapa tunaanza kujifunza kuweza kuona namna gani miezi mitatu ilivyofuatana. Dhulqaada, mwezi wa mfungo pili ambao ni mwezi wa 11, na Dhulhijja, mwezi wa 12 ambao ni mwezi wa mfungo tatu, na mwezi wa Muharram ambao ni mwezi wa mfungo mosi, ambao ni mwezi wa mfungo 4, ambao kwetu ni kalenda ya Kiislamu unahesabika ni mwezi wa kwanza. Ukiangalia ubora wa huu mwezi, shahrullahi al-muharram lahu fadlun adhim, mwezi mtukufu una ubora mkubwa. Hata adau baadhi salaf afdal ashhur al-hurum, mpaka baadhi ya waja wema wameufanya kama vile ndiyo mwezi mtukufu kuliko miezi yote, ndiyo mwezi una ubora zaidi kuliko miezi yote. Qala al-Hafidh bin Rajab rahimahullah, وقد اختلف العلماء في أي أشهر الحرم أفضل, wanawazuoni wamekhtalifiana kwenye miezi 4 hii ni upi ambao una ubora. Faqala al-Hasan wa ghayruhu, akasema Hasan al-Basri na wanawachuoni wengine, afdalu wa shahrullahi al-muharram, mbora wao ni mwezi huu wa mfungo 4 ambao tunahesabu sisi ni mwezi wa kwanza kwenye kalenda ya Kiislamu. Warajahu taifatu min almutaakhirin, na wakaitia nguvu kauli hii ya ubora wa mwezi wa mfungo 4 wanawazuoni wengine ambao wamekuja baada yake. Na ametaja Wahab ibn Jarir an Qurra bin Khalid an al-Hasan qala inna Allah iftataha as-sana bishahr al-haram, Allah kaufungua mwaka na mwezi mtukufu. Wa khatama bishahr al-haram, na vile vile akaumalizia mwaka huo na mwezi mtukufu. Kama tulivyosema, mfungo tatu ni mwisho wa mwaka ambao ni mwezi wa 12, na Muharram nao ni mwanzo wa mwaka. Yote ni miezi mitukufu. Falaisa shahru fi sana baada shahr Ramadhani a'zama inda Allah min shahri Allah al-Muharram, hakuna mwezi ambao una ubora zaidi ukishatoa mwezi mtukufu wa Ramadhani ambao una ubora zaidi kama vile mwezi mtukufu huu wa Muharram. Imekuja hadithi ameitaja Imamu an-Nasai min hadithi Abi Dharr radhiyallahu anhu qala sa'altu an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam ayu layli khair, limuuliza Mtume wa Mwenyezi Mungu ni usiku gani ambao una ubora zaidi. Wa ayu al-ashhur afdal, na ni mwezi gani ambao una ubora kuliko miezi yote. Faqala khairul layli jawfuhu, Mtume akasema ubora wa usiku ni katikati yake. Wa afdal al-ashhuri, na bora ya miezi shahrullahi alladhi tad'unahu al-Muharram, ni mwezi wa Allah ambao nyinyi mnauita Muharram. Hapa wanasema wa itlaqu nabii sallallahu alayhi wasallam fi hadha alhadith afdalul ashhuri mahmudu ala ma ba'da Ramadhan, kwamba hii kuambiwa mwezi bora kuliko miezi yote, wanasema baadhi ya wanaozuoni kwamba hii ni baada ya kutolewa mwezi mtukufu wa Ramadhan.
Vile vile tunaanza kuzungumzia katika baadhi ya amali ambazo zinapendeza sana katika mwezi huu wa Muharram, ambazo mtu anatakiwa kuzifanya na zina malipo makubwa. Moja wapo ni fadhlu siyam shahrullah al-Muharram, katika matendo makubwa yenye malipo makubwa moja wapo ni ibada ya kufunga. Mima yadullu ala fadlihi anna siyamahu afdalu siyam ba'da Ramadhan, kuonesha kwamba mwezi wa Muharram una ubora mkubwa, funga yake ina malipo kuliko siku zote, imeshinda mwezi mtukufu wa Ramadhani peke yake. Faqad jaa fi sahih Muslim min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, ametaja Imamu Muslim katika hadithi ambayo ameisimulia sahabi mtukufu Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, afdalu siyami ba'da Ramadhan, funga bora yenye malipo makubwa, funga ambayo itakuwa na ujira mkubwa mbele ya Allah baada ya mwezi mtukufu wa Ramadhani ni shahrullahil Muharram, ni mwezi wa Allah, mwezi wa Muharram. Wa afdalu salati ba'da al-faridha salatu al-layl, na bora ya sala baada ya sala za faradhi basi ni mtu kuswali usiku. Wanasema wanazuoni, wa hadha alhadithu fi dilalatun wadhiha ala fadli siyam shahrullah al-Muharram, hii hadithi inaonyesha wazi kabisa juu ya ubora wa kufunga mwezi wa Muharram. Qala Imam an-Nawawi rahimahullah, fa in qila fi al-hadith inna afdal as-sawm ba'da Ramadan sawm al-Muharram fa kayfa akthar as-siyam fi Sha'ban duna al-Muharram. Anasema Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala, ikiwa funga ya mwezi mtukufu wa Muharram ni bora zaidi baada ya Ramadhani, mbona Mtume wa Mwenyezi Mungu kafunga sana Shaabani kuliko mwezi wa Muharram? Na ili kweli jawabu limewashinda wengi sana. Kuna wengi sana wanafunga mwezi wa Shaabani, wanasahau kwamba mwezi wa Muharram imekuja hadithi kukokoteza kwamba mtu atakiwa afunge siku nyingi. Sasa mbona Mtume wa Mwenyezi Mungu tumemuona akifunga Shaabani sana kuliko mwezi mtukufu wa Muharram? Faljawabu la'allahu lam ya'lam fadla al-Muharram illa fi akhir al-haya. Inawezekana Mtume wa Mwenyezi Mungu hakujua, hakufahamishwa ubora wa mwezi huu wa Muharram mpaka mwisho wa maisha yake, kabla tamakkuni min sawmihi, kabla Mtume wa Mwenyezi Mungu kuweza kufunga. Au la'allahu kana ya'ridhu fi a'dharun, au ilikuwa Mtume wa Mwenyezi Mungu mwezi wa Muharram kunatokea nyudhuru mbalimbali, tamna min ikthari sawmi fihi, ilikuwa inamzuia kufunga sana, kasafari au maradhi wa ghairihima, iwa ni safari au ilikuwa kipata maradhi au mengineyo. Anasema Hafidh bin Hajar rahimahullah, qala Hafidh bin Rajab rahimahullah, wa qad samma an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, Mtume wa Mwenyezi Mungu ameutaja ni al-Muharram shahrullah. Alipofika kwenye mwezi wa Muharram, Mtume wa Mwenyezi Mungu akauita shahrullah, mwezi wa Allah, na kuegemezwa mwezi huu kwamba ni mwezi wa Allah. Miezi mingine tukaitwa Ramadhani, Dhulhijja, Dhulqaada, Rajab, Shaaban, yote ikatajwa bila kuegemezwa kwa Allah, lakini mwezi wa Muharram ukaegemezwa na Allah kwamba shahrullahi, mwezi wa Allah. Hii ni kuonesha kwamba una tofauti na miezi mingine, kuonesha Mtume wa Mwenyezi Mungu vile alivyokuwa ameweza kutaja. Lakini vile vile katika kuonesha katika ubora wa huu mwezi, ndani yake kuna siku inaitwa Yaumu Ashura, siku ya 10. Siku hii ina ubora mkubwa na ina darsa kubwa sana biidhnillah taala. Tutakuja kuyataja haya katika siku yake, inawezekana Jumatatu inayofuata kuzungumzia hii siku ilikuwa na historia gani, siku ambayo kulikuwa na mapambano makubwa ya kuweza kuondosha dhulma pamoja na mambo mbalimbali ambayo yameweza kujitokeza, na kuangalia Yaumu Ashura kwetu sisi kama vile Waislamu na wengine wanavyoitazama Ashura, kuweza kujifunza tofauti zilizopo na ule ukweli na ule usawa. Mtu atakiwa Ashura iweze kuiangalia vipi. Kuna baadhi wanaiangalia Ashura ni siku ya huzuni, siku ya simanzi, lakini kuna watu wengine ambao ni
wameshika njia ya sawa, naangalia yaumu Ashura kweli kutokea tukio la simanzi, lakini kuna darsa kubwa tunajifunza, tutakiwa tuweze kufundisha vizazi na vizazi. Imekuja hadithi katika Sahih Bukhari na Sahih Muslim, hadithi ya Abdullah ibn Abbas anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qadima al-Madinata fawajada al-yahuda siyama yawm Ashura. Mtume wa Mwenyezi Mungu alayhi salatu wasallam alipoingia Madina aliwakuta Mayahudi walikuwa wakifunga siku ya 10. Faqala lahum Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ma hadha al-yawm alladhi tasumunahu, ni siku gani hii, mna sababu gani ya kufunga siku hii? Faqalu hadha yawmun adhim, hii ni siku kubwa, anjallahu fihi Musa wa qaumahu, siku hii Mwenyezi Mungu alimuokoa Nabiullah Musa na watu wake. Faqala wa gharqa Firauna wa qaumahu, na Mwenyezi Mungu akamwangamiza Firauna na watu wake. Faswama Musa shukra, Nabiullah Musa akafunga siku hii kumshukuru Allah. Fa nahnu nasumuhu, na sisi pia tunafunga. Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam fa nahnu haqu wa aula bi Musa minkum, sisi tuna haki zaidi na tuna nafasi kubwa zaidi kwa Nabiullah Musa kuliko nyinyi. Faswama Rasulullah sallallahu alayhi wasallam wa amara nasa bisiyami, mtume akafunga na akaamrisha watu kufunga. Kwa hiyo siku ya 10 moja wapo ni siku ya shukrani, kuondoshwa dhulma na Allah subhanahu wa ta'ala, ambapo ni dhulma kubwa kuwa na kiongozi dhalimu ambaye anamatesa watu, ambaye kuna mmoja anasema Firaun aliwadanganya watu wake kwamba anajua kila kitu isipokuwa alikuwa hajui kuogelea mfuka baharini akaenda akafa. Na hii ndio wakati mwingine mwalimu kujikweza na kwamba anajua kila kitu, inatokea Mwenyezi Mungu kuja kutokea jambo dogo tu ili mradi Mwenyezi Mungu amuangushe katika nyoyo za watu. Qala Ibn Abbas radhiyallahu anhuma ma ra'aytu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yataharra siyama yawmin faddalahu ala ghayrihi, sijamuona mtume wa Mwenyezi Mungu akipatiliza sana katika masiku kufunga, illa hadha al-yawm, isipokuwa siku hii yaumu Ashura wa hadha ash-shahru, yani shahru Ramadhan. Sijamuona mtume wa Mwenyezi Mungu akipatiliza sana kwenye kufunga kama vile siku ya 10 na mwezi mtukufu wa Ramadhan. Tarikhu yaum Ashura, tarehe siku hiyo yaum Ashura imekuja katika hadithi ya mtume sallallahu alayhi wasallam, ka jaa fi sahihain min hadithi ummi almu'minin Aisha radhiyallahu anha qalat kana yaum Ashura tasumuhu Quraish, ilikuwa siku ya Ashura Makuraishi wanafunga fil jahiliya, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumuhu fil jahiliya, na hata mtume wa Mwenyezi Mungu alikuwa anafunga na hivyo. Falamma qadima almadinata samahu wa amara bisiyami, alifunga na akaamrisha watu wafunge. Falamma furidha Ramadhan taraka yawm Ashura, Ramadhan ilipofaradhishwa akaacha kuamrisha watu kufunga. Faman shaa samahu wa man shaa tarakahu, atakayetaka atafunga na atakayetaka atawacha. Pamoja aliyefunga atakuwa na ujira mkubwa sana. Zimekuja katika baadhi ya riwaya, walikuwa hata masahabi watoto wao walikuwa wakiwafanya wafunge na huku wakiwatafutia vitu vya kuchezea, ili akisikia njaa basi mtoto anapewa ili iwe ni sababu ya kumliwaza na funga aweze kukamilisha ile funga. Kwa hiyo yaumu Ashir, siku ya 10 ambayo biidhnillah tutakuja kuizungumza na baadhi ya matukio yake. Tutazungumzia ubora wa mwezi wa mfungo 4. Ndugu yangu msikilizaji, pamoja ndugu yangu mtazamaji, yaumul Ashir, siku shahrullah al-Muharram, mwezi mtukufu wa Muharram, ni mwezi ambao una fadhila kubwa sana. Ni mwezi ambao malipo yanazidishwa. Katika lugha ya leo ni mwezi ambao Mwenyezi Mungu amejalia kuna ofa kubwa sana ya thawabu, kuna ofa kubwa sana ya ujira. Jambo dogo utakalolifanya ujira wake ni mkubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na moja wapo katika baadhi ya matendo ambayo takiwa mja akithirishe sana katika mwezi wa Muharram, akithirishe funga na ibada nyingine mbalimbali ambazo zitakuwa zinaongeza ujira mkubwa, kwa sababu ni kipindi ambacho Allah amejalia kuna ofa kubwa sana. Kama tumeona baadhi ya ulama wanafadhilisha
mwezi wa Muharram kuliko miezi mingine yote baada ya kutoa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Lakini vile vile katika baadhi ya vitu ambavyo napenda kuvizungumzia katika kuonesha kwamba hii kuzungumzia mwezi wa Muharram, mwanadamu vile akiwa ameingia katika mwezi wa mfungo tatu, kuingiliwa na masiku yale masiku 10 mpaka siku ya 10 kuja kuvaa nguo mpya, kana kwamba yale masiku yale 10 ameingia kwenye msamaha wa Allah subhanahu wa ta'ala, kana kwamba kasamehewa, alafu anavaa nguo mpya kwa ajili ya mabadiliko, kumwambia Mwenyezi Mungu nimebadilika na nguo nilizovaa sitokuasi kwa nguo hizi, nimekuwa mpya, kana kwamba ni tajdid al-ahdi bitauba, kana kwamba ni kufanya upya ahadi yako na Mwenyezi Mungu, kurejea kwake na kuazimia kutokumwasi. Si kwamba utakuwa malaika la, lakini kukusudia kwamba ya Rabbi, nguo mpya nilizovaa hizi ni ishara ya kurudi kwako na kujiweka mbali na kila ambacho umekataza. Na ndio maana mwaka mpya unaingia nao ni mwezi mtukufu, kana kwamba kama kuna vitu vimebaki basi pia ni mwanzo wa kufuta makosa. Na mwanadamu akiweza kujua hizi hikma ya mpangilio ya miezi hii mitukufu, ndio anaweza kuona kwamba kuna fikhi kubwa na kuna falsafa kubwa sana katika mpangilio wa kalenda ya Kiislamu. Mwezi wa Muharram una fadhila kubwa sana, na mja atakiwa aweze kujipinda katika kipindi hichi ili iwe ni sababu ya kuweza kusamehewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Na tunapozungumzia shahrullahi al-Muharram, mwezi mtukufu, mwezi wa Muharram, huu hauna kwamba eti kuna la ndani yake, kama wanavyosema baadhi. Amekuja kutaja Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah, asema tuna 13. Tuna 10 la Ramadhani ambalo lina ubora mkubwa kwa sababu ndani yake kuna Lailatul Qadr. Alafu tuna 10 la mfungo tatu, ndani yake kuna Yaumu Arafa. Na tuna 10 la mfungo 4, ndani yake kuna Ashura, Taswana Ashura. Haya 13 ni 10 bora kuliko masiku yote duniani. Masiku 10 ya mwisho katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, masiku 10 ya mwanzo katika mwezi wa mfungo tatu ambao tumeshayapita, lakini masiku 10 ya mwanzo katika shahrullah al-Muharram. 13 haya wanaochuoni wameingiza kwenye ushindanishi, wakayaona kwamba haya ni 10 bora mno katika masiku ambayo Mwenyezi Mungu ametupa katika kuweza kuyaishi katika maisha yetu. Hivyo basi usijione kama umeingia kwenye mwezi wa kawaida. Huu mwezi sio mwezi wa kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala kabisa. Ndugu yangu msikilizaji, ndugu yangu mtazamaji, huu mwezi ni mwezi mwingine. Na ndio maana hata Makuraishi katika zama zao za jahiliya ilikuwa huu mwezi wanauogopa, bali mwezi wa Muharram wanauogopa mno, kwa sababu hata baadhi ya ulama wanasema huu ndio mwezi ambao unatisha zaidi kufanya uasi. Huu mwezi usije ukafanya uasi ukaweza kupatwa na maafa makubwa, kwa sababu huu mwezi sio mwezi wa mchezo. Unaambiwa ni shahrullah, ndani ya miezi 12 mwezi ulioambiwa ni mwezi wa Allah ni huu. Pamoja yote ni ya Allah, lakini huu umetajwa hasa, umewekwa jina la Allah, shahrullahil muharram. Na bora ya mwezi shahrul ladhi tad'unahu al-muharram, mwezi ambao ni bora ni ule mwezi ambao mnauita ni shahrullah al-Muharram, mwezi mtukufu, mwezi wa Muharram. Hivyo basi ndugu yangu msikilizaji, ndugu yangu mtazamaji, biidhnillah taala kwa tuzungumzia siku yetu ya leo kuzungumzia mwezi wa Muharram, lakini tuna haja kuweza kuupokea kama vile ni mwaka mpya kwetu. Na maana ya mwaka mpya ni kupokea wewe jambo la mwanzo. Mwaka mpya sio lazima eti kwamba uvae nguo mpya, upike vizuri, ufanye. Mwaka mpya ni kuweza kujifanyia tathmini, kujifanyia muhasabatu nafsi. Ndio maana katika sehemu kubwa tukizungumzia mwaka mpya nazungumzia vitu vifuatavyo. Moja wapo muhasabatu nafsi, kujihesabu, kujifanyia tathmini, mimi hivi ninavyokwenda niko sawa? Na kama ninakufa mimi nitakuwa na usalama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kujifanyia tathmini. Lakini jambo la pili vile vile
ni kuweza kufanya tauba. Baada ya kujifanya tathmini, kufanya tauba mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na kuchukua ahadi na kujuta na kuazimia kama hautorudia tena yale ambayo unaweza kuyafanya. Lakini jambo la tatu ni kuweza kujipinda, kuingia kwenye soko la ushindani, kuweza kutafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Na hapa itakuwa ni kweli haya ndiyo makusudio makubwa ya kuweza kupokea shahrullahi al-Muharram. Namuomba Mwenyezi Mungu bi asma'il husna wa sifatil ula atujalie sisi tuwe katika wale ambao tuyasikiza mazuri na kuweza kuyafanyia kazi. Aqulu ma tasma'un, jazakumullahu khairan, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.